Ndugu watazamaji na wasikilizaji wa Radio Baraka, kwa siku ya leo ninayewaletea neno la Mungu kwa jina naitwa Mchungaji Gilbert Yoelo Mizengo. Kwa siku ya leo tutaangalia maandiko matakatifu katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 18 aya ya 31 hadi 43. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu uketie mahali pa juu palipoinuka. Nina kila sababu ya kusema asante kwa wema wako na fadhili zako na upendo wako mwingi. Asante kwa namna ambavyo Bwana umeachilia upendo katikati ya maisha yetu. Sisi kuwepo siku ya leo ni neema ya kutosha katikati ya maisha yetu, mfalme wa amani. Baba, tunarudisha sifa na utukufu mikononi mwako. Tunahitaji uwezo wako na mamlaka yako katikati yetu, mfalme wa amani. Nakabidhi wasikilizaji na watazamaji wa Radio Baraka mikononi mwako Baba, wakaachilie nguvu na uweza kupitia Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu. Nakabidhi mikononi mwako nikiomba na kushukuru, amen. Neno letu linapatikana katika Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 18 aya ya 31 kama nilivyokwisha kutangulia hadi 43. Neno la Mungu linasomeka hivi: akawachukua wale thenashara, akawaambia, tazameni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mambo yote yatatimizwa Mwana wa Adamu aliyoandikiwa na manabii. Kwa kuwa atatiwa mikononi mwa mataifa, atafanyiwa dhihaka, atatendwa jeuri na kutemewa mate. Nao watampiga mjeredi, kisha watamuua, na siku ya tatu atafufuka. Walakini hawakuelewa maneno hayo hata kidogo. Na jambo hilo lilikuwa limefichwa kwao, wala hawakufahamu yaliyonenwa. Ikawa alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Na alipowasikia makutano wakipita, aliuliza, kuna nini? Wakamwambia, Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele akisema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, e mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama, akaamuru aletwe kwake. Na alipomkaribia alimuuliza, wataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, upewe kuona, imani yako imekuponya. Mara hiyo akapata kuona, akamfuata huku akimtukuza Mungu, na watu wote walipoona hayo walimsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwana kondoo ameshinda. Hili neno, Yesu alipokuwa katika maandalizi ya safari yake kuelekea katika mji wa Yerusalemu, kama yalivyonenwa maandiko katika vitabu vya manabii, kwamba Yerusalemu ndipo atakapokutana na mateso na kupigwa na kutemewa mate na kudharauliwa na kufanyiwa dhihaka, hata kifo kimkute mahali pale, mpaka kufa na kufufuka siku ya tatu. Matukio hayo ni kwa ajili ya kutokea katika mji wa Yerusalemu. Lakini sasa, kabla hajaanza safari yake, aliwaita wanafunzi wake, akawaketisha, akakaa nao pembeni, kuwaambia yatakayompata, kuwatabiria yatakayotokea akiwa Yerusalemu. Alivyowaeleza wanafunzi wake, hawakuwa
na imani ya kwamba haya yatatokea, walipuzia wakijua kwamba ni mambo ya kawaida aliyowaelezea, japo alikuwa amewatenga faragani ili wapate kujua yale yatakayompata kule wanakoelekea, wasije wakatindikiwa imani, wasije wakarudi nyuma kiimani. Lakini alipokuwa akiendelea pia katika safari yake, akiwa amekaribia katika mji wa Yeriko, alikutana na ndugu mmoja kipofu, jina lake Bartimayo. Alipofika pale, mkutano unapopita, maana yake kundi la watu linapopita katika mazingira sehemu fulani, lazima kuonekane kuna kishindo au kuna dalili yoyote ya kuashiria kwamba kundi kubwa la watu linapita. Yule kipofu alihisi kwamba kuna kitu, akauliza wale watu kwamba kuna nini. Wakamjibu, Yesu wa Nazareti anapita. Moyo wake ulibadilika pale pale aliposikia kwamba ni Yesu wa Nazareti anapita. Ndipo sasa akapaza sauti ya kuita, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Lakini alikutana na kizuizi baada ya kuona kwamba kwa dalili ambazo zinaonekana kwa namna alivyokuwa, akasema kwamba huyu jamaa atatuaibisha, huyu ndugu atatuaibisha, maana mavazi, namna alivyokuwa anaonekana na jinsi alivyokuwa anasogelea mahali ambapo ilionekana Yesu anapita, wasitambue kile kitu kilichopo moyoni mwake na hitaji lake, wakaanza kumzuia kwamba nyamaza, kimya. Lakini yeye pamoja na vizuizi hivyo hakukata tamaa, aliendelea kupaza sauti kupita zile za vizuizi, akasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Alipoendelea kufanya hivyo, Yesu ilibidi asimame, kwamba akaona kwamba kuna uhitaji wa mtu huyu kutaka kupona. Akawa ameshajua hitaji lake moyoni kwamba huyu anataka afanyiwe nini. Yule akaamuru aletwe, na alipokuwa amekaribia, basi Yesu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yeye moja kwa moja hitaji lake lilikuwa ni kuona. Akasema, nataka kuona. Na kwa vile namna ambavyo alikuwa ameuandaa moyo na alikuwa na shauku sana kumuona au kumsikiliza Yesu anataka kufanya nini katika maisha yake, alivyomwambia kwamba wataka nikufanyie nini, alieleza shida yake iliyokuwa inamsumbua moyoni mwake katika maisha yake yote. Akasema, nataka nipate kuona. Basi yeye kwa kuwa aliona imani na namna ambavyo alikuwa amejitoa kikamilifu mbele zake, akasema kwamba upate kuona, na akapata kuona. Ndugu watazamaji wa Baraka TV, naleta kwenu hii nafasi au hili neno mikononi mwenu, kwamba kuna wakati ambao unaweza ukaa kwenye nafasi, kuna wakati ambao unaweza umeitwa sehemu, umewekwa pembeni, kuelekezwa, kupewa maelekezo, lakini usitambue uthamani wa yale maelekezo kulingana na nafasi ulionayo. Au unaweza ukakutana na vitu ambavyo vinaweza vikakufanya usipokee maelekezo yale ambao umetengwa kwa namna ya kupata maelekezo kutoka kwa Mungu. Ondoka au unaenda, upo safarini au popote pale, au katika kutumika au katika serikalini, katika vyeo, unaona tu kwamba ili mradi una cheo, lakini unatakiwa kutambua nafasi ulipo, mahali ulipo na maelekezo uliyopewa. Lakini pia jambo la pili tujifunze kwa huyu Bartimayo. Bartimayo alikuwa ni mwombaji kipofu. Maandiko mengine katika Injili ya Marko inasemekana kwamba waombaji mara nyingi wanakuwa na vazi maalum
ambalo wakati mwingine linamtambulisha kwamba huyu ni muombaji na huyu yupo katika hali ipi. Na ndio maana wakati mwingine walio wengi wanadhalaulika sana, na ndicho kilichowafanya hata hawa makutano kumzuia asisogee karibu na Yesu. Lakini Yesu alichua hitaji lake. Hivyo hivyo, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Baraka TV, una mahitaji mengi moyoni mwako. Kuna vitu vingi ulishavikosa. Kuna vitu vingi ambavyo wakati mwingine hujawahi kufanikiwa. Lakini moyo wako umeandaliwa vipi ili upate kufanikiwa katika vitu hivyo ambavyo una uhitaji navyo? Uone mabadiliko mahali hapa ulipo. Huenda Yesu anapita mara kwa mara, huenda kuna neno unalisikiliza, huenda kwa siku ya leo unaweza kubadilika. Endelea kumwita Yesu kwa sauti. Usione vizuizi vilivyo mbele yako kwamba ndivyo vinavyokuweza kukupa msaada. Hapana. Toka mahali hapo ulipo, inuka, nenda mahali pengine. Kuna msaada wako kwa Mungu. Mungu atakusaidia, atakuinua, atakupa hitaji lako. Unataka ufanyiwe nini? Kuna wengine wakati mwingine wanahitaji wawe katika nafasi ya kupandishwa cheo. Upo serikalini, unaelekea mpaka kuzeeka, upo kwenye nafasi ile ile. Wale walioingia nyuma yako wanakuacha, wanaenda kuvuka, wanapandishwa madaraja, lakini wewe upo pale pale. Unatakiwa sasa kubadilika. Umuulize Yesu, nataka kufanyiwa hiki, nataka kufanyiwa hiki. Yeye uko tayari, anataka kuona moyo wako umefanya maandalizi namna gani, utayari wa namna gani. Kwa hiyo kwa siku ya leo nataka kukukumbusha mahali hapa ulipo, wewe mfanyabiashara, wewe ambaye upo katika nafasi ambayo wakati mwingine unaonekana kudharauliwa, lakini Mungu ana makusudi na wewe. Hapo hapo ulipo anataka uite kwa sauti na uandae moyo wako ili ukutane naye, mabadiliko yako yaonekane katika maisha yako. Usiendelee kung'ang'ania mahali hapo ulipo. Inuka, piga kelele. Mungu yupo, anasikiliza mahali popote ulipo. Huenda unaona haibu kwamba kuna vitu ambavyo wakati mwingine wakikuona kwamba unapiga kelele au unainuka au unaomba msaada, unasema kwamba kuna majirani watanicheka, kuna marafiki watanicheka. Hapana, inuka, piga kelele, mshirikishe Mungu ili maombi yako yajibiwe katika nafasi yako, ili uende katika viwango vingine. Anauliza, wataka nikufanyie nini kwa siku ya leo? Wataka nikufanyie nini? Bartimayo alijibu kwa ujasiri, nataka nipate kuona. Na wewe pia unatakiwa kuwa jasiri katika kumjibu Mungu katika hitaji lako, atakujibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu akusaidie sana ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Radio Baraka, ili katika hatua yako mahali hapo ulipo, nafasi yako ionekane kwa Mungu, nafasi yako ijulikane na Mungu. Lakini pia ujue namna gani ambavyo kwamba Mungu anahitaji upate kusogea na kuandaa moyo wako vizuri, usogee mahali pake, mahali ambapo yeye atakuona kwamba kumbe huyu mtu anahitaji. Kwa hiyo ndugu zangu, siku ya leo ni siku ya mabadiliko, ni siku ya kutoka mahali pale ulipo na kwenda katika hatua nyingine. Mungu akusaidie na Mungu aendelee kuwa pamoja nawe kwa siku ya leo, na Mungu aendelee kukutia nguvu mahali hapo ulipo. Usiogope, Yesu yupo. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu uketi mahali pa juu palipoinuka. Najua hakika kwamba una haja na watu wako, mfalme wa amani. Wewe ni Mungu ambaye Bwana unashughulika na maisha ya kila mmoja. Wewe ni Mungu ambaye unashughulika na nafasi za maisha ya watu wako. Baba, kashughulike katika nafasi ya mtu yule, kashughulike mahali pale alipo. Endelea kusimama na kuonekana kwa ajili yake. Endelea kuikumbuka familia yake, endelea kuikumbuka jamii yake, endelea kuikumbuka nafasi mahali ambapo Bwana amesimama, ili akapate kukutana na uwepo wako mahali pale. Asante kwa kuwa Baba, wewe ndiye unayejibu hitaji la kila mtu, mfalme wa amani. Endelea kukutana na kila mmoja wetu, endelea kujibu na kuendelea kuwapandisha katika viwango vingine, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.